Hello, habari ya kwako? Natumaini unaendelea vizuri. Anaitwa Dr. Elizabeth. Inawezekana umekuwa ni mhanga wa ugonjwa huu ambao nitaenda kukuelezea, lakini bado hujajua ni ugonjwa gani. Kuna mtu anapitia dalili kama hizi hapa. Anapata choo kigumu sana, akijisaidia kinasambaa, yani kinakuwa kama kinyesi cha mbuzi. Kinakuwa kinasambaa, yani hakishikani. Na anaweza kaa anapata mara moja kwa wiki au mara mbili kwa wiki, kizidi sana mara 3 kwa wiki. Na akipata ni kadogo lakini pia ni kigumu. Anapata kiungulia sana. Chochote anachokula tumbo linajaa gesi, kiungulia kinachoma, ni kikali, au mwingine anasikia kubeua mara kwa mara, alafu akibeua anabeua kitu kichungu, kinamchoma, kinamuumiza. Na kadri ambavyo siku zinazidi kwenda na dalili pia zinazidi kuongezeka. Ulikuwa unaweza kulala vizuri na usingizi unaenda unakata, hauwezi kulala vizuri usiku, masikio yanapiga kelele, unapata hofu, unaogopa kila kitu. Kila taarifa unaoipata wewe unaogopa kulala kwenye chumba chako ambacho umekuwa ukilala kwa miaka zaidi ya 10 au miaka mingapi. Lakini sasa unaogopa kulala kwenye chumba hicho, au unaogopa kukaa katika nyumba yako nzuri ambao wewe mwenyewe umezoea kukaa ukienjoy na familia yako na marafiki zako, lakini huwezi tena kwa sababu unapata hofu, unaogopa, umekata tamaa, unaota ndoto mbaya, unahangaika, kichwa kinauma. Na mwingine anapata kizunguzungu, akiamka asubuhi amechoka sana bila sababu za msingi, kichwa kinauma saa nyingine upande mmoja, kipanda uso ama hivi upande huu hapana, kushoto na kulia. Lakini pia mtu mwingine hawezi kulala bila mito miwili na kuendelea. Kupumua kwake kunakuwa kwa shida. Mapigo ya moyo yanaenda mbio kiasi kwamba unasikia vile ambavyo moyo unafanya kazi. Na inawezekana pia umeshafanya vipimo vingi sana. Umefanya vipimo vya moyo, umefanya ultrasound, umefanya x-ray, umefanya vipimo vyote, hata wakakwambia una ugonjwa wa moyo. Na mwingine mpaka wameanza kukupa madawa ya pressure wakidhani kwamba una changamoto za pressure, lakini ni kwa sababu ya dalili hizi ambazo unazipata ambazo ugonjwa wake, endelea kufuatilia utazipata. Na kuna mtu mwingine ambaye macho yanapoteza uono, hawezi kuona vizuri, au alikuwa anaona tu vizuri baadaye macho yakaanza kusumbua baada ya hizi dalili kuanza. Zote hizi ni dalili ambazo zinatokana na changamoto hii hapa. Sasa ugonjwa huu unaitwa acid reflux. Iko kwenye mjumuiko wa magonjwa ambayo tunaita gastroesophageal reflux disease. Ni ugonjwa ambao kwa kawaida unatokea pale ambapo asidi ya tumboni inapanda kutoka tumboni na kurudi juu kwenye koo. Kwa hiyo ndio maana utasikia kuna kitu kama kimekaa hapa kwenye koo. Ukohoe, unywe maji, umeze mate, kitu hicho hakitoki. Na mwingine anasikia kama makohozi yamembana, hata akikohoa au akijaribu kuyatoa hayatoki. Kwa hiyo ugonjwa huo unaitwa acid reflux. Na mara nyingi unatokea pale ambapo inawezekana ulaji wetu umekuwa sio mzuri sana ambao unapelekea tukapata changamoto hizi, lakini pia unatokea kwa vitu vingine mbalimbali. Sasa tumboni kuna mlango mdogo wa tumbo ambao unakaa kati ya tumbo pamoja na koo la chakula au tunaita esophagus. Huo mlango kazi yake ni kufunguka ili umeze chakula, maji, mate na vitu ambavyo wewe mwenyewe unakuwa umeamua kula. Na baada tu ya kumeza hivyo vitu, huo mlango unatakiwa kufunga, hautakiwi kukaa wazi. Kwa hiyo unafunguka pale ambapo unakuwa tayari unahitaji kumeza, na baada ya kumeza mlango unatakiwa kufunga. Kwa mtu ambaye anapata hizo acid reflux, maana yake ule mlango haufungi vizuri. Inawezekana haufungi vizuri kwa sababu asidi ya tumbo, kwa kawaida kila binadamu tumboni kwake kuna acid, ili chakula kiweze kumeng'enywa kuna mojawapo ya vimeng'enya tumboni kwako tu hydrochloric acid. Hiyo acid inakusaidia kumeng'enya chakula ambacho unakula pamoja na vimeng'enya vingine huko tumboni. Kwa hiyo acid kama ni nyingi sana kupita kiasi, huo mlango unakuwa hauwezi kufunga vizuri, unaregea. Lakini pia ikiwa ni ndogo sana kuliko vile ambavyo tumbo linahitaji, huo mlango pia hauwezi kufunga vizuri. Kwa hiyo inapelekea zile asidi zinakuwa zinapanda, zinarudi juu. Ndio maana utaangalia baada ya kula ukienda kulala, usiku wako utakuwa ni mbaya sana kwa sababu umelala ukiwa bado tumbo limejaa chakula, na kwa hivyo ule mgandamizo unapelekea zile asidi zinapanda kwa sababu ya huo mlango tayari umekwisha kulegea. Na ni vizuri sana kufahamu changamoto hii ina dalili nyingi sana. Kuna watu ambao wameshazitafsiri hizi dalili wakizichanganya na magonjwa ambayo yanahusiana na nguvu za giza. Kuna watu walifikiria kwamba either amerushiwa majini au amerogwa. Ninaye ndugu yangu mmoja ambaye namfahamu, ameshawahi kupata ugonjwa huu akahangaika sana.
ameteseka sana, amefanya matibabu yote. Amefanya kile kipimo wengi wenu mnakifahamu kama kipimo cha kumeza, tunaita OGD, lakini pia amefanya kipimo vipimo vyote, kipimo cha moyo wakidhani kwamba ana changamoto ya moyo. Amefanya x-ray ya kifua wakidhani labda mapafu yake yana shida, kwa nini anashindwa kupumua usiku. Amepima tumbo, kila kitu kiko sawa, lakini anaumwa, dalili zote hizi zinamsumbua. Amejaribu kwenda mpaka kwa waganga, wanamwambia umerushiwa vipande vya majini, wanamwambia fulani anakuroga, wakamfitinisha na ndugu zake na marafiki zake, na ni kitu ambacho kumbe kipo kabisa kisayansi, kinafahamika, kinatakiwa kutibika na kuondolewa vizuri kabisa. Ni kitu ambacho hakihusiani na nguvu za giza, ni changamoto ya asidi ambayo unatakiwa kuitibu vizuri sana. Sasa kabla haujaamua kufanya matibabu, ni vizuri kuifahamu kwa undani ili kuepuka kufanya matibabu ya kujaribu. Mitandaoni kuna watu wengi ambao wanafanya hizo tiba. Sasa kwa sababu utakuwa haujui, umeweza tu kuangalia dalili unazozipata, ukakutana na mtu anatangaza kama hivi, ukaona hizi dalili ni za kwangu, ngoja nifanye matibabu. Lakini kumbe bila kujua, inawezekana sio dalili hizi, zimechanganyana na dalili zingine ambazo either una vidonda vya tumbo au una hiyo asidi pamoja na vidonda vya tumbo. Ni vizuri kujua kabla hujaanza matibabu. Na ni muhimu sana kufanya matibabu ya acid reflux mapema. Ukikaa na acid reflux mapema, maana yake unavyosikia huo moto unapanda kutoka tumboni, unapata maumivu katikati ya kifua, saa nyingine anaenda mpaka mgongoni, saa nyingine anasambaa mpaka kwenye mbavu, ni kweli ya acid ina asili ya kuunguza. Kwa hiyo inapopita na kurudi kwenye koo, inaacha kama makovu. Ukiungua, yale makovu yanavopona, kwa kawaida yana asili ya kuacha makovu ambayo yanakuwa yanajikunja, yanasababisha koo la chakula linakuwa jembamba, linakuwa dogo, na mwisho wa siku hata kumeza chakula inakuwa ni ngumu kwa sababu ya hayo makovu ambayo yanatokea kwa sababu ya kuungua kwa mara na hiyo asidi inayopanda. Lakini pia kutokutibu asidi kwa wakati au ukikaa nayo muda mrefu, inaweza pia ikakupelekea kupata saratani ya koo, kwa sababu ya uko kuungua kunapelekea zile seli za kawaida za kwenye koo la chakula zinabadilika na kuwa kama seli zile za saratani. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya matibabu, lakini pia kuhakikisha umepata tiba sahihi. Kufanya matibabu ni muhimu. Kama nilivyokuambia, asidi na dalili nyingi ambazo unaweza kuzichanganya na dalili zingine kama hizo nilizozitaja za moyo. Unaweza ukafikiri ni pumu kwa sababu unashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo ni vizuri pia kujihakikisha kwamba tayari ni asidi kabla haujaanza kufanya matibabu. Acid reflux ni changamoto ambayo inatokana na lifestyle ya mtu na jinsi ambavyo unakula. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu aina ya vyakula vinavyokupelekea kupata hiyo shida, ili hata baada ya kupona uweze kuachana nayo. Nina programu nzuri ambayo nimekuandalia ya kufanya matibabu. Nitakufundisha aina ya vyakula ambavyo vinakupelekea wewe kupata hiyo shida, lakini nitakupatia dawa ambayo utaitumia ili kurekebisha pH ya tumbo lako ikae sawa na kutengeneza mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri. Lakini pia nitakufundisha kwenye darasa la WhatsApp, baada ya kupona ufanye kitu gani ili changamoto hiyo isiweze kujirudia tena. Ni vyakula ambavyo vimekupelekea kupata changamoto hiyo, na uponyaji wake ni chakula pamoja na supplement za asili. Hakuna dawa ya hospitali ambayo inaweza kukusaidia kurekebisha mmeng'enyo wa chakula ukae sawa. Kama utakuwa ni shahidi, umeshatumia dawa nyingi sana za hospitali, na unapotumia unasikia kama maumivu yanapoa, na mara tu baada ya kuacha ukikaa siku ya kwanza ya pili, maumivu yatarudi tena yakiwa ni makali kuliko vile ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu kama nilivyokuambia, mwili wa tumbo la mwanadamu linahitaji asidi kwa ajili ya kumeng'enya chakula, na kwa hivyo unapotumia zile anti-acid, maana yake unazuia asidi isizalishwe. Kwa hiyo utakapokuja kuacha kutumia hizo anti-acid, maana yake asidi itazalishwa mara mbili ya vile ambavyo litakuwa kuzalishwa hapo kabla, kwa sababu ulikuwa umeizuia. Na ndio maana maumivu yanarudi alafu yakiwa ni makali zaidi, kwa sababu asidi imezalishwa kwa kiwango kikubwa sana. Yote hayo utafahamu utakapoamua kuanza programu ya matibabu. Endelea kufuatilia vipindi vyetu. Naitwa Dr. Elizabeth. Karibu sana.